baada ya maandamano tukaulizwa twende kwa mazungumzo kule kwenye Bomas. Tuliongoza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kule kwenye Bomas, timu yetu ya Azimio, na kati ya yale tuliambia serikali hii ni kwamba Bwana Zakayo, shukisha ushuru. Ushuru wa kwanza shukisha kwa mafuta. Pale Uhuru Kenyatta aliwacha kwa serikali, na nilikuwa kwa hiyo serikali na Mheshimiwa Matiang'i hapa, ilikuwa pressure nyingi sana VAT ipite 8%, lakini Uhuru Kenyatta alizuia, akasema ikipita hapo wananchi wataumia. Na hiyo ndio ilifanya lita ya mafuta wakati Uhuru anaondoka, Wakenya wenzangu mtakumbuka, ilikuwa shilingi 159, 159 per liter. Lakini baada ya hiyo Finance Bill 2023 bei ikaongezeka, kawa na maandamano. Kwenye Bomas tulikuwa na Mheshimiwa Kalonzo, tukawa na Mheshimiwa Opiyo Wandayi na wenzetu wengine ambao tulifanya kazi nao. Leo nataka niukumbushe ndugu Wandayi ya kwamba tulitumwa Bomas ili tushukishe ushuru kwa mafuta. Kulikuwa na ushuru mara 16, different levies and taxes on fuel alone, na hiyo ndio iliongeza gharama ya maisha. Na wakati huo tukasema hiyo VAT ishukishwe from 16% irudishwe 8%. Wenzetu wa Kenya Kwanza walikataa, na wakati tunamaliza mazungumzo hayo bado waliongeza tena mambo ya fuel levy kutoka shilingi 18 hadi 25. Na hiyo ndio sababu leo tumeambia Bwana Zakayo, sababu bado wako juu mtini na ushuru bado unapanda, ya kwamba aanze kwa kushukisha ule ushuru aliongeza akichukua ushukani baada ya Uhuru Kenyatta. Aanze na hiyo shilingi 7 kwa kila lita. Hiyo ikishukishwa, Wakenya wataanza kuona nafuu kidogo katika mambo ya mafuta. Pili, ushuru wa VAT kwa mafuta, huo ukiondolewa, hii bei itarudi chini ya 200, na hiyo itasaidia kila mwananchi wa Kenya popote ulipo katika. Hiyo ndio jambo tumesema leo tukutane hapa na tuseme we must demand that this be done immediately, na bunge liwe na kikao rasmi kuzungumzia hili kama swala la dharura, sababu linaguza kila mwananchi wa taifa letu. Shida ambayo ilikuweko tena kule Bomas, kulikuwa na hii mpango wa G2G. Wakati huo ndio ulikuwa unaanzishwa, na tuliambiwa dola imekuwa mbaya, sasa lazima tufanye negotiation na wenzetu Warabuni so that we stabilize. Na hata baada hiyo vita ya Ukraine na Russia, mambo kuwa kurudi normal na vile vile dola yetu kuweza kustabilize, G2G hiyo ilitakiwa iweko hadi mwaka jana. Alafu tukasikia imekuwa extended hadi December. Sasa tuambiwa hii G2G imekuwa extended hadi September mwaka ujao. Hiyo inamaanisha ya kwamba hii bei itabaki ama itaongezeka, lakini haitaenda chini, sababu ya hii deal ambayo Kenyans are locked in, mpende msipende. Leo tumeelezwa vizuri sana kwenye statement yetu, tumeeleza wa Kenya mwenye G2G wakati wa Bomas, na nilikuwa kati ya wale tuliangalia mambo hayo, na wakati walikataa kushukisha ushuru, nilikuwa kati ya wale nilikataa kuweka sahihi mkataba huo, sababu walikuwa na uwezo wa kushukisha ushuru wakati wa finance bill ya kwanza, lakini wakaongeza hata finance bill ya 2024 ikawa mbaya zaidi. Mzigo huo ulirudi kwa mwananchi, na ndio sababu vijana wetu wa Gen Z walijitokeza kupinga finance bill 2024. Kama tungefanya the right thing at Bomas in 2023, tutoe hiyo ushuru, tuachane na hii mpango wa G2G, vijana wetu wale walikufa 2023 75 hawangekufa. Vijana wa Gen Z waliokufa 63 2024 wakipinga ushuru huu hawangekufa. Leo tuwasema wakati umefika, Bwana Ruto, ufanye kile ambacho Wakenya wanakuomba sasa, utoe hiyo ushuru. Lakini zaidi hiyo G2G wakati wa Bomas, when we challenged it, tulisema haikuwa G2G wakati huo, and on record kule Bomas katika Hansard iliyowekwa, sababu kulikuwa na Hansard ya bunge, ya kwamba hii G2G ilikuwa government to gangsters. Upande wa
Uarabuni ilikuwa ni serikali, mashirika wameambiwa na aliyekuwa Attorney General ya serikali, lakini upande wetu tukatoa mashirika ya serikali tukaweka kampuni zetu za kibinafsi. So it was government to gangsters, na ile faida ambayo hawa wametengeza, vile Mheshimiwa Gachagua amesema hapa, it's obscene, it's immoral, ya kwamba rais wa nchi anaweza tumia shida kupata faida na kujifaidi yeye mwenyewe na wenzake, wanabiashara wenzake, na ni mabilioni ya pesa ametengeneza. Yale yanaendelea Kenya ni kama yale Shakespeare alisema, Merchants of Venice, ambayo wamechukua profiteers instead of patriots who are leading our country. Wachache wanajivunia kuwa Wakenya wakitengeza pesa nyingi sana kwa kila lita ya mafuta, na Wakenya wengi wakiwemo mama mboga na bodaboda waliokuwa at the bottom of the pyramid, ambao walitakiwa waletwe up, hao ndio wanafinywa sana na wanavumilia kuwa Wakenya. Hiyo G2G tunataka tuseme ya kwamba it must be scrapped, sababu imekuwa a source of a lot of money coming into the pockets. Pesa mfukoni kwenda kwa mwananchi imeenda kwa Bwana Ruto na wenzake.